Yesu asifiwe. Kwa hivyo walikuwa wanampea heshima ile ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na mbi yake inasema namna gani? Wanasema hivi, wakaingia nyumbani kwa wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mama yake, wakaanguka wakamshuhudia. Nao walipokwisha kufungua sina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na ufumba na mananane. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapofanya ibada unafaa kujua kuna kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unakutoa ile ambayo ni gift. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wamempelekea ile gift, ama walikuwa wamempelekea zawadi ambayo zawadi walikuwa wamebeba zilikuwa zawadi ambazo ni za gharama kubwa. Kwa sababu kitu ya kwanza walikuwa wanaelewa ni nani wanaenda kuabudu. Walikuwa wanajua ambaye aliyezaliwa si mfalme wa kawaida, ama ibada ambayo walifanya walijua hii ibada si ibada kidogo. Ibada ambayo wanaenda kufanya walijua ibada hiyo si ibada ya kumalizika, ilikuwa ni ibada ya milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ibada ambayo walikuwa wanafanya walikuwa wanaelewa ni ibada gani. Kwa hivyo ndio sababu walikuwa wamejitayarisha ni kwa ajili ya kubeba zawadi ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapokuja kumwabudu huyo Mungu, tunafaa kujua aliyezaliwa siku ya leo ni mfalme ambao wa ufalme, ufalme wake ambao hauishi. Wakati tunapoingia kumwabudu, tunafaa kumwabudu bila kusita. Tunafaa kumwabudu bila kuwa na lakini katika maisha yetu. Tunafaa kumwabudu tukiwa mioyo yetu imepoteka mbele zake. Tunafaa kumwabudu tukijua yeye aliyezaliwa anaye nafasi katika maisha yetu, kwa sababu ukiwa unjampea nafasi ndani ya moyo wako hataweza kuzaliwa. Na hiyo ibada ikiwa haitakamilika haitaweza kuwa na breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kwanza ujue ambaye unayemwabudu aliyezaliwa siku ya leo ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Na wakatoa zawadi zao. Siku ya leo ibada zinafanyika. Ukienda wengine wamechinja mbuzi, wengine wameenda kutengamana na watu wao, wengine wameenda kuunganika, wengine wanafanya hata ibada ambazo ni za kutoa kabara. Lakini unafaa kuelewa ibada ambayo Mkristo anafaa kufanya ni ibada ambayo ni takatifu, ibada ambayo itampendeza Bwana, ibada ambayo iliyofanywa na mama juzi na Bwana na wale wengine wakati walipofika pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unafaa kuelewa ya kwamba wakati mtu anapokuitia sikukuu, muende mkasherehekea, ni kusherehekea kwa aina gani? Mama juzi wakitoka huko walikuwa wanaelewa ni ibada gani wanaenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao umeitiwa sikukuu siku ya leo, unajua ni sikukuu gani? Unaielewa, kwa sababu mtu wa Kristo anafaa kuelewa ibada ambayo anafanya ni ibada gani. Na ndio unaona watu ambao wameelewa wamekusanyika siku ya leo na wakakuja nyumbani mwa Bwana. Wameunganika ni kwa ajili ya kufanya ibada ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi na ndio unaona wanateseka kwa sababu chakula kile kilikuwa wameitiwa kimefanywa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kimeombewa maombi ambayo ni ya ukweli, si ya ukweli. Kwa sababu hapa anasema walitoa zawadi zao ili wampe nani? Mtoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama Wakristo tunapaa kuwa watu ambao ni wa kushare na wale wengine siku ya leo. Siku ya leo ni siku ambayo ni ya kupeana zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi kwa wale ambao wajiwezi, kwa mama wajane, watoto wajane, jirani yako ambaye hana unga unapaa kumsaidia, na wale ikiwa hana nguo unapaa kumsaidia. Ikiwa ni chakula mnafaa kukula pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swali unafaa kujiuliza, hiyo ibada ambayo inafanywa ama ile chakula ambayo unaitiwa ama imefanywa ile ibada ambayo ni ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sherehe inaenda kufanyika, ina mtukuza Bwana.
kwa sababu ibada ambayo ilifanyiwa na mama njuzi ilikuwa ibada imekubalika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu wao walijielewa. Kwa hiyo tunafaa kuwa alert kama Wakristo, kama mama njuzi walipoenda kumwona Yesu, walikuwa wanaelewa ni ibada gani wanafaa kwenda kufanya. Walijua ni ibada gani ambayo wanaenda kumfanyia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati tunapotoa fedha zetu, tunapochia na wale wengine, tunapochia na wajane, tunapochia na watoto yatima, tunafaa kuelewa ile ibada tunafanya inakubalika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ile ibada tunafanya inakubalika. Ile zawadi ambazo tunatoa zinakubalika mbele za Bwana. Unaona, walifanya ibada kwanza ya kumwabudu na baadaye wakatoa nini? Zawadi zao. Kwa hivyo ili uelewe ni ibada gani inafanyika kama Mkristo, unafaa kujiuliza mahali pale ibada ile inafanyika na mtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo tunafanya kwa sababu sasa kila mtu, vijana, watoto wote wanaendelea kusherehekea ile ibada, wanasherehekea na kumpendeza Mungu. Ikiwa ni watoto wako wamejua sikukuu, wajue ile ibada ambapo ujue kama mzazi, ile ibada inafanyika pale na mtukuza Bwana. Ile ibada inafanyika pale, ile chakula wanaenda kukula imekubalika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inampendeza Bwana, inamtukuza Bwana, kwa sababu ibada ya mama njuzi ilikuwa ya kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile ibada ambayo unaenda kufanya, ile kusherehekea, tunaenda kusherehekea kunamtukuza Bwana. Zile nyimbo zitaimbwa pale zitakuwa za kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa hizo utaenda upate watu wengi wanasherehekea kupitia mambo mengi. Wanafanya ibada ambazo hazifai. Wanaimba nyimbo ambazo hasimtukuzi Bwana. Wanafanya mambo ambayo ni ya kudhiaki Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama Mkristo unafaa kuwa alert. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile ibada inafanyika, unafaa ile zawadi ambayo wanapeana inamtukuza Bwana, kwa sababu ibada hii ilikuwa ya kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa kwa kumtukuza Bwana, kumpa sifa aliye mbinguni, naye ni Muumba wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na wamama njuzi walielewa ibada ambao wanaenda kufanya. Kabla baada ya kuomba, baada ya kumsifu na kumwabudu, wakatoa zawadi zao. Sisi kama Wakristo tunaenda kanisani na zawadi zetu. Tunaenda na ibada ama zawadi ambayo inampendeza Mungu. Zile ibada tunaenda kumfanya inamtukuza Bwana. Ile zawadi tumepewa iko worthy ama ina ile Kiswahili kizuri inastahili mbele za Bwana ambaye amesaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa mambo kama haya. Maandiko yanasema walitoa vitu ambazo ni salama, ni kwa ajili ya yule aliyesaliwa, kwa sababu alikuwa mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio tunafaa kuelewa kama Wakristo. Sitaki kuongea mengi siku ya leo, ni kwa sababu yote tunaelewa kama Wakristo. Lakini swali ni wakati tunaposherehekea, wakati tunapochea na watu hao wengine, tunapoitwa sikukuu, tunapoitana sikukuu, hizo ibada zinakubalika na Mungu. Hizo ibada inamtukuza aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ambaye tunaenda kusherehekea anamtukuza Bwana, na tunafanya njia ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Wakristo tunafaa kuchia na wale wengine, tuoneshe ile tuoneshe ule ukamilifu wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapa mamajusi walionyesha ukamilifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Ukristo na utakatifu, wakaenda wakamwabudu na wakatoa sadaka zao ama wakatoa zawadi zao ambazo ni za gharama. Sisi tunaelewa kama tunakuja tu kanisani na kuomba na kwenda, tunaelewa wakati tunapofanya ibada ni wapi mahali tunafaa, kwa sababu kitu ya muhimu tunafaa kuwa tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa watakatifu tutaelewa kila mambo, kwa sababu mama njuzi walielewa kila jambo. Na ndio sababu Sunday nilisema tunafaa kuwa watakatifu tunapongojea kumsherehekea nani? Yesu Mwokozi wetu kusaliwa. So tunafaa kuelewa ni nini hiyo ibada zinafanyika zinamtukuza Bwana.
Kwa sababu saa hizi utapata wengi wameenda nyumbani, wameenda kufanya njia ambazo asielewi. Wengine hata usiku ya leo wataolewa, wengine wataoa. Hiyo njia ambayo umeifanya, hicho kitendo umetenda, kinamtukuza Bwana, kinamfurahisha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo njia tunapofanya mambo inamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lile lingine tunafaa kuelewa kama Wakristo, wanasema wakafungua hazina sawa, wakamtolea tunu dhahabu na ufumba na malemani, nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda sawa kwa njia zingine. Jambo lile lingine siku ya leo nataka tujifunze ni kwamba tunafaa kuelewa sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa nini? Sauti ya Bwana na siri ya Mungu. Na tazama hapa wanasema, na walipomaliza ibada yao, baadaye wakatoka na kwenda sawa, kabla ya kuonywa na nani? Na Mungu. Tunasikia sauti ya Bwana kwa sababu walisikiza sauti ya Bwana wakati walipokuwa wanaendeleza ibada yao kumuona mtoto. Wakaambiwa wasimrudie nani? Herode. Na akaenda njia sawa. Wewe ukiambiwa utasema huyu ni mkubwa, sitakosa kusema, sitakosa kurudi kule, kwa sababu angerudi kule Yesu angeuawa. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa ni wangapi tuko katikati yao. Tuko na katikati yetu wa Herode wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukikosa kuelewa sauti ya Mungu, watatuua kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati unaposikiza sauti ya Bwana unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Waliambiwa na wakatoka wakaenda sawa. Wakisema mfalme alikuwa amesema, kwa sababu walikuwa wanajua mtu ambaye ama mfalme ambaye amezaliwa siku ya leo ni mfalme mwenye uweza na nguvu zote kuliko ufalme wengine wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi wakaonywa na Bwana. Herode wengi wako wanasikiza ni kanisa gani imeanza, ni mgani anaomba, mchungaji mgani anaomba, anaongea neno la ukweli ili waweze kumwatakia. Kwa sababu ukiwa katika ibada ni lazima na wao wafanye ibada sawa. Ukitazama hapa ibada ilikuwa imefanywa ya mbinguni. Mama juzi wakatayarishwa, wakaona nyota na wakaelekezwa na nyota. Hiyo jambo ni ngumu kwa mtu ambaye ni wanyama, lakini mtu ambaye ni Mkristo ambaye wa kiroho anaelewa. Na wao ufalme wa shetani nao wakakaa chini wakakusanyika. Ukitazama pale mstari wanasema Herode akawaita wale mama njuzi marangani, akapata kwao. Tusome hiyo mstari wa 7. Anasema kisha Herode akawaita wale mama njuzi marangani kupata kwao hakika muda tangu alionekana ile nyota. Bwana Yesu asifiwe. Ili ajue, aelewe, alifanya ibada yake na akawaita ili aelewe, pasije mtu mwingine akaweza kutoa ufalme wake, pasije mfalme mwingine ambaye atasabaratisha ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akiwa mbinguni akakaa na watu ambao walikuwa wanatembea katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Na akaongea na mama njusi na wale wachungaji ambao walikuwa wanachunga ng'ombe na vifungo, akawatuma kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili waelewe hali ya mbinguni, kwa sababu hawa wachungaji walikuwa wanaelewa hali ya mbinguni na hawa mamajusi walikuwa wanaelewa hali ya nini? Ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufalme mbili zikakaa chini. Ufalme wa Herode ukakaa chini na watu hao na akaweze kuwakonfizi ili aweze kuua nini? Mtoto Yesu. Naye Mungu akawaita wale ambao ni wa mbinguni ambao walikuwa wanaelewa mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na akawatuma kwa sababu walikuwa wanaelewa kitu ya kwanza, hata wakiwatuma hawataweza kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu ya mtu, lakini watafanya kulingana na mapenzi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu aliwatumia, na wakati walipoenda wakaonywa na Mungu akimaliza ibada, na akawaambia msirudi tena kwa Herode, kwa sababu Herode mambo yake na mipango yake ni kumuua huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kuelewa sauti ya Mungu na kuisikiza na kuiweza kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Kurudi kule, kwa sababu wakati unapoanza maombi
mbingu na kifalme ya giza inaanza kazi, na ufalme wa Mungu nao na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tazama pale kuna malaika na kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kwa ufalme akawaita mama ili awakonfuse, ili waweze kumua Yesu. Lakini waliweza kweli? Kwa sababu ukikaa katika utakatifu na utembee katika njia ya utakatifu hautaweza kuaibika. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufanya ibada, tunafaa kuelewa sauti ambayo inatoka katika hiyo madhabahu. Sauti ambayo inatoka pale ni sauti gani? Hiyo sauti inampendeza Mungu. Na ikiwa sauti hiyo ni ya kumtii, ni ya kumpendeza Mungu, unafaa kuifanya nini? Kuitii. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sababu walote wengi wako wameinuka ni kwa ajili ya kupinga huduma, kupinga maisha yetu, kupinga maombi. Kwa sababu wengi wataki. Na ndio sababu unaona saa hizi ukitazama dunia ama nchi yetu ya Kenya, watu wengi wamepotea katika barabarani kwa sababu ile kuabudu ukabara umetolewa. Bwana Yesu asifiwe. Wametoa sadaka zao ni kwa ajili ya kunywa damu. Na tusipokuwa watiifu katika roho wa Bwana na kutembea na sauti ya Bwana, ndio sababu naona mambo mengi yanatendeka. Lakini tungekuwa watiifu na kutii sauti ya Bwana, mambo mengi hayawezi kufanyika. Kwa sababu utakuwa nasikia sauti ya Bwana inaenda namna gani. Na ile sherehe ambayo tunafanya, tunafaa kuelewa ni sherehe gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatutaingia katika kile sherehe, hatutasherehekea kila tu kwa sababu ni sherehe. Tunafaa kuelewa hii sherehe ni namna gani. Hiyo sikukuu ni namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu tunafaa kuelewa hayo mambo ambayo nimeongea, na tuwe watiifu katika sauti ya Bwana. Na ile jambo lingine, ikiwa huko Yesu hakuwa amepata nafasi katika maisha yako, mpe nafasi sasa aweze kupata nafasi, kwa sababu naangalia Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapakuwa nafasi yake ya kuzaliwa katika mahali panaostahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaa kumpea Mungu nafasi ya mioyo yetu ili aweze kuzaliwa katika maisha yetu. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika roho zetu. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika huduma aliyetukabilia. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika kazi ambayo tunafanya. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika familia zetu. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika akili zetu. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika ibada zetu za kila siku. Nafasi ili aweze kuzaliwa katika maombi ambayo tunaomba kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa hivyo hatutaweza kuregret. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona majusi wako regret kwa sababu walikuwa wanatembea na sauti, na ndio sababu naona Herode hakupata nafasi ya kumuua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa aliua wale watoto wengine, hakuweza kupata nafasi ya kuwa kile kitakatifu. So hata wakiwa watafanya diaka na wafanye tabara zao, sisi ambao ni wateule wa Bwana hatutaweza kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kuuawa na shetani. Herode hataweza kutupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi ni watu ambao ni wateule wa Bwana. Sisi ni watu ambao ni watakatifu wa Bwana. Hata wakitokea majali na mambo mabaya yakitokea, hataweza kutupata sisi ambao ni watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi mambo hata ikifanyika hatutaweza kupatikana pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nafasi tumempea Yesu aweze kuzaliwa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata Herode andaye kamati yake hataweza kutupata. Hataweza kupata kanisa lake takatifu. Hataweza kupata watoto ambao ni wa Bwana. Kwa hivyo tumpe nafasi na Mungu nafasi katika mioyo yetu na huduma ambayo tunayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu siatubariki sana. Sitataka kuongea sana na Mungu aendelee kutujalia. Kwa hivyo tunapotoka na kusherehekea, tusherehekee ambayo sikukuu ambayo ni takatifu, ambayo inampendeza Mungu na ambayo inamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaweze kuwa tunatii sauti ya Bwana tunapofanya ibada zote ambazo tunafanya. Tusherehekee na tunapokula na tunapoitoa sikukuu tuelewe ni sikukuu gani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wetu atubariki, na ile nyingine tumpe na
nafasi katika maisha yetu, na tukimpa nafasi yoyote hataweza kupata nafasi ya kuangamiza maisha yetu, hataweza kupata nafasi ya kuua maisha yetu, hatapata nafasi ambayo ni ya kuangamiza huduma yake. Mungu atubariki na neema ya Bwana ikuwe nasi kila wakati. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya neno lako ambayo imekuja kwa njia ya kipekee. Umenitumia kama chombo chako kiteule Bwana, kupaza sauti ambayo ni ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo Jehova. Bwana, pokea sifa ni kwa sababu ya kupata nafasi ndani ya maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya kuokoa nafsi zetu. Bwana, asante ni kwa sababu haukukosa nafasi katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana, ni kwa sababu ulikuja kuokoa watu wako kutoka kwa dhambi. Pokea sifa ni kwa sababu ulikuja kuokoa kanisa lako, kuitoa katika dhambi na mauti, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, tunapofurugana, neema yako ikawe pamoja nasi, ukatufunze njia zako Bwana, tukatembee kulingana na kutii sauti yako, na neno lako likawe pamoja nasi. Bariki kila mmoja tunapoenda kusherehekea kuzaliwa huku kwa Yesu Kristo. Bwana, kuwa pamoja, pata nafasi ndani ya maisha yetu. Sheria hapa tunaofanya Bwana ikawe ni ya kukupendeza, na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante.